Na mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine, karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli kile kilichoweza kufanywa na tume ni hatua ambayo Watanzania wengi hawakuweza kutarajia. Hivyo basi, uongozi ulioko madarakani umeweza kukiri ya kwamba baada ya kutangaza ripoti, kumeweza kuwa na zaidi ya simu 300 ambazo wameweza kuzipokea. Simu hizo, mtazamaji wangu, sio simu za njia nzuri, bali kumekuwa na kutumika kwa maneno makali, hii kiashiria wazi ya kwamba tume haijaweza kukubalika kwa kile ilichoweza kukifanya. Pia serikali iliyoko madarakani, ripoti walioweza kukabidhiwa na tume ni wazi kwamba mamilioni ya Watanzania hawajaweza kuikubali. Ila mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itaweza kuwa ni jambo jema iwapo ni mara yako ya kwanza kupatana na video zetu, uweze kuchukua sekunde yako moja kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, kwa kweli ripoti iliyoweza kutangazwa kuhusiana na ghasia zilizoweza kutokea wakati wa maandamano ya amani ya vijana Gen Z mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kwa kweli idadi kubwa ya watu waliweza kutoa maoni yao. Baadhi ya watu hawakuweza kukubaliana na kile kilichokuwa katika ripoti hiyo. Hivyo basi, uongozi ulioko madarakani hivi sasa chini ya chama tawala cha CCM umeweza kujitokeza hadharani kuzungumzia jinsi gani ambavyo wamekuwa wakipokea simu za matusi takriban zaidi ya simu 300. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa inazidi kuonyesha hasira ambayo raia wako nayo kwa uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, hii sio dalili nzuri kamwe kwa viongozi walioko madarakani kuonyesha jinsi gani ambavyo raia kufikia hatua ya hata kutowaheshimu viongozi walioko madarakani. Ni wazi ya kwamba wameweza kukataa viongozi hao, na mbinu pekee ambayo wataweza kuonyesha kukasirishwa kwao kwa viongozi walioko madarakani kwa kila kile wanachozidi kukifanya ni kutumia matusi ambayo haijaweza kukaa sawa kwa baadhi ya viongozi walioweza kupokea simu hizo wanazozidi kupigiwa baada ya ripoti ya tume kutangazwa. Mtazamaji wangu, tukio sawia na hili liliweza kushuhudiwa katika taifa jirani la Kenya, kipindi na wakati ambapo kuliweza kuwa na mjadala mzito iwapo mswada wa fedha wa mwaka 2024 na 25 ungeweza kupitishwa. Na kwa kweli tuliweza kuona jinsi gani ambavyo wananchi wa Kenya waliweza kujitokeza barabarani kwa ajili ya maandamano mbaya kabisa. Baada ya mswada huo kupitishwa, wabunge nchini Kenya waliweza kupokea simu na hata baadhi yao kuanza kupata vitisho kutokana na kile walichoweza kukifanya bungeni kupitisha mswada huo wa fedha wa mwaka 2024-25. Mswada huo uliokuwa ukionekana kuwa mswada tete katika Jamhuri ya Kenya. Hivyo basi, tukio sawia na hilo limeweza kujirejelea hivi sasa katika jamhuri hii yetu pendwa ya Tanzania. Tumeshuhudia jinsi gani ambavyo idadi kubwa ya wananchi wa Tanzania, baadhi yao wakiwa ni vijana Gen Z, bila uoga wote ule, wamekuwa wakiacha maneno makali katika comment section baada ya ripoti iliyoweza kutolewa na tume hawakuweza kuikubali. Baadhi yao wameweza kufikia hatua ya tafuta na namba za simu za viongozi walioko madarakani kwa rushia matusi ili kuonyesha jinsi gani ambavyo hawajaweza kukubaliana na kile ambacho tume ama ripoti hiyo iliyoweza kutolewa na tume. Mbaya kabisa, viongozi wanaozidi kulengwa ni viongozi walioko chini ya chama tawala cha CCM kwa ujumla na viongozi wengine walioko serikalini kwa serikali yake Rais Mama Samia Suluhu Hassan. Mtazamaji wangu, kwa kweli hii hapa ni dalili tosha ya kuonyesha jinsi gani ambavyo uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan upo na kipindi kigumu, hasa kutokana na wananchi wa Tanzania
siku baada ya siku wakionyesha hasira kwa uongozi ulioko madarakani. Mtazamaji wangu, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo uongozi ulioko madarakani kuanzia uweze kuapishwa ama kupitishwa kikatiba, hakuna jambo lolote lile ambalo uongozi huo umeweza kufanya na kusababisha Watanzania waweze kujivunia. Hamna chochote ambacho hivi sasa raia wako tayari kusimama na kuzungumzia ya kwamba uongozi kuanzia uweze kupitishwa na kupewa madaraka umeweza kufanya jambo ambalo wanazidi kujivunia ama tunazidi kujivunia. Hii ikionyesha wazi ya kwamba kwa kweli baadhi ya mambo ambayo yameweza kupendekezwa na chama kikuu chama Chadema, huenda iwapo itaweza kufanyika, basi moja kwa moja tutaweza kuanza kuona. Nina imani ya kwamba huenda tukaanza kuona baadhi ya Watanzania waliokuwa wameweza kupoteza imani kwa uongozi ulioko madarakani iweze kuanza kurejea. Sote tunafahamu kwamba baadhi ya mambo yaliyokuwa yameweza kupendekezwa ni uhuru wake Mheshimiwa Tundu Lissu, kupatikana kwake Mheshimiwa Humphrey Polepole, pamoja na wengine walioweza kutekwa na kutoweka katika hali ya njia tatanishi. Pia kwa njia moja ama nyingine, kuna baadhi ya ahadi ambazo hazijaweza kufanikishwa na uongozi ulioko madarakani waweze kufanikisha haraka kwa muda ulioweza kusalia. Pia kuna baadhi ya mapendekezo yanayozidi kupendekezwa kama swala la katiba mpya. Vile mtazamaji wangu, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo gharama kubwa ya maisha inazidi kupanda siku baada ya siku chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan, kusababisha gharama kubwa ya maisha kwa mwananchi wa chini nchini Tanzania, jambo ambalo uongozi ulioko madarakani unazidi kutegemewa kuweka ajira kwa vijana Gen Z ambao wameweza kukamilisha masomo na wapo tayari kwa ajili ya kupata kazi ili kukidhi mahitaji yao. Na mtazamaji wangu, hayo ndiyo baadhi ya mambo yanayozidi kupendekezwa pakubwa. Iwapo yataweza kufanyika, huenda tukaweza kushuhudia Jamhuri ya Tanzania, mamilioni ya wananchi wa Tanzania kurejesha imani kwa uongozi ulioko madarakani. Ila kuna baadhi ya mambo kama uhuru wa kujiwasilisha, kukosoa na kupinga uongozi ulioko madarakani, muhimu kabisa katika sekta kwa vyombo vya habari kuweze kuwa na uhuru wa habari, jambo ambalo hivi sasa mamilioni ya Watanzania hawalifurahii, ila hawana budi kutokana na uongozi ulioko madarakani bado kutolifanyia marekebisho. Hii kiashiria wazi kwamba tofauti za kisiasa zilizoko kati ya mamilioni ya wananchi wa Tanzania hazitaweza kumalizika kirahisi ama hazitaweza kuwa katika njia sawa iwapo serikali ya Rais Mama Samia Suluhu Hassan haitaweza kufanya marekebisho yanayozidi kupendekezwa, sawia na kulipa baadhi ya familia zilizoweza kuathirika kwa maandamano ama ghasia zilizoweza kutokea mwaka 2025. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi kwa kile ambacho viongozi walioko madarakani hivi sasa chini ya uongozi wake Rais Mama Samia Suluhu Hassan kudai ya kwamba wamekuwa wakipokea simu za matusi kutoka kwa wananchi wao ambao hawajaweza kufurahishwa na maamuzi yaliyoweza kufanywa na tume iliyokuwa imeweza kupewa jukumu kubwa kuhusiana na ghasia na vurugu zilizoweza kutokea mwaka 2025. Mtazamaji wangu, itakuwa ni jambo jema kwa wewe hapo kutochia maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video hii kwa makundi mawili ama matatu. Bye bye until the next video.